likiwa limepiga ikiashiria tupo katika eneo ambalo linatupa nafasi ya kutazama kipi ambacho kimeandikwa katika gazeti la Mwana Sport ambalo pekee ndio ambalo tunalo siku ya leo. Unaona habari picha katika picha mbalimbali, unamuona Elim Panzo, lakini pia Pacome Suswa sambamba na picha mbalimbali hususan ama maalum katika mchezo wa jana wa Yanga ambao walikuwa ugenini wakicheza dhidi ya Azam FC. Pande wa nyuma ni taarifa kubwa ambayo dunia imeamka nayo ya Mo Salah, ambapo imeandikwa Salah miwili tena huku watano fresh Arsenal, ikiwa ndio upande wa nyuma. Taarifa mbalimbali za kimichezo ama vichwa vikubwa vya habari vya michezo katika gazeti la Mwana Sport ndio wameamua kutoka nalo. Mimi ni Idi Nonga kama kawaida, nipo hapa na Zuberi Mkalaboko Sheikh. Nipo maalim. Nipo maalim. Unaenda kuswali Sheikh Yes, Shapiga sala kaka. Sisi waamini. Na umetuombea kaka. Tunaombea na dua, lakini tunafanya ibada kwa ajili ya kuomba msamaha kwake Allah Tabaraka wa Taala. Kwa hivyo ndio wakati wake, na leo ni siku ya ibada ya ujumuifu. Ijumaa, siku ya Ijumaa basi ni ibada ya jumla. Ya jumla ya kukusanyisha watu kwa juma. Ni moja ya ibada kubwa sana. Na inanasibishwa na Idi ndogo. Kutoka Juma basi ni vema nyumbani kwa kuna walima. Mambo yanakwenda katika muktadha huo. Vitu kuna wanasema vitu vya shombo. Shombo vitu vya mifugo zaidi. Mifugo zaidi. Sotoka Ijumaa alafu inakuwa mtihani. Ndondo limekaa pale. Inakuwa mtihani. Linakuangalia hivi. Idi ndogo hii. Idi ndogo. Sawa, basi sisi kwa sababu ni Idi ndogo, sisi Idi ndogo yetu ni kwa kutoka kwetu sisi kwenda kwa watazamaji. Kwa watazamaji wa TV. Pate vitu vikubwa ambavyo vimeandikwa, kwa sababu vichwa mbalimbali vya habari vikiandikwa basi huwa vinamvutia mtazamaji ama msomaji wa gazeti husika ama sehemu husika awe na hamu ya kujua nini ambacho kinazungumziwa ama kinajiri kule ndani. Basi taarifa kubwa Mwana Sport ambao wanayo siku ya leo ya Ijumaa ni kocha Al-Masri anasema Simba inabeba ubingwa. Nusu ni vita ya Mo tajiri Msauzi. Kwa sababu tajiri Msauzi ndo anayemiliki Stellenbosch, Mo Dewji ndio anayemiliki Simba Sports Club. Anayemiliki au mfadhili au mwekezaji, kwa sababu bado sisi vitu vinatuchanganya. Bado mchakato haujakamilika. Ndio maana huyu bwana yeye wameandika hawa nusu ni vita ya Mo, alafu kwa Wasauzi wameandika tajiri Msauzi. Maana yake wamekutana vibopa hao wanaodhamini hilo pambano. Vita ya Mo na tajiri Msauzi. Basi hapo katikati ni hela tu zinamwagwa. Hela zimemwaga, uwekezaji ambao umefanyika kwenye timu hapo. Kwenye timu na nini ambacho finali, ukiingia finali kuna hela hii. Ni vita kweli, vita kwa maana ya fasiri ya nyakati wanazokutana wa watu. Simba ametoka kumuondoa Al-Masri kutoka Misri. Stellenbosch wanamuondoa Zamalek kutoka Misri. Na wanakutana hawa watu wanaotoka ukanda mmoja. Unajua sisi na wao tunatoka ukanda mmoja. Wote tuko kusini mwa jangwa la Sahara. Sasa ni vita kweli. Vita kweli kwa maana ya kukutanisha hizo timu katika kipindi ambacho kumekuwa na utamaduni mgumu sana pia. Sisi tunapokutana na timu za kusini mwa jangwa la Sahara hatuna rekodi nazo nzuri sana. Ni Yanga Africans na kipindi kile dhidi ya Marumo Galaxy ndio angalau kutupata tofauti, lakini rekodi sio nzuri sana za kwetu dhidi ya timu za kusini mwa jangwa la Sahara, lakini pia Simba na wao dhidi ya timu kutoka South Africa. Tena kwenye miaka ya karibuni hapa tucheza mechi mbili hapa. Lando na Kaizer kuna ugumu kidogo kucheza na timu za ukanda huo, lakini nyakati ndio zinaweza zikatafsiri nini kipo. Lakini kwa sasa form ya Simba Sports Club, matokeo tuliyoyaona na vile ambavyo wanajipambanua sana safari hii, wana timu tofauti sana. Namna ambavyo wanafuzu mpaka hatua hii, mapito wanayopita, baadhi ya games za ugenini na vile wanavyofanya nyumbani, wana timu tofauti sana. Faida ni mechi ambayo sasa wanaanzia nyumbani. Ni sehemu ambayo Watanzania wengi wanadhani wataendelea kushuhudia hiki ambacho Simba wanakifanya kwa ukubwa, kwa sababu mechi ya mwisho tulifahamu walichokipata ugeni. Lakini mbaya zaidi nao Al-Masri ambao tuliwatoa hapa nyumbani baada ya kuwa wababe ugeni nyumbani, lakini Zamalek wametolewa nyumbani na Stellenbosch. Kwa maana Stellenbosch sasa alafu sio kutolewa nyumbani tukakadi bingwa mtetezi. Yani Stellenbosch kama tochi tu unawasha mchana na usiku. Ni wewe tu unataka mwanga wake muda gani? Sema ukiwasha tochi mchana. Mchana unaweza usione mwanga lakini inawaka. Ila ndio mchana nakwambia bwana wewe kichwani kuko sawa. Uko sawa lakini ni tochi. Usiku inawaka, mchana inawaka. Lakini ni muda gani muhimu kwako? Jua hili kaka unawasha tochi mchana kweli? Inawaka. Lakini swala muda gani muhimu kwako na hiyo tochi? Usiku. Sasa tafsiri yake kwa Stellenbosch ni timu ambayo
shindani na inaweza kushindana sambamba na Simba kwenye ushindani na kuweza kushindana na hatua wanazokutana zimekutanisha timu ambazo zimetoka kushindana. Kwa hiyo ni mechi ya mvuto sana hii, mechi ya mvuto sana, kutia sana mno. Na kauli ya kocha Anis, unajua hii kauli inaendana kabisa na mahojiano ambayo ameyafanya nahodha msaidizi wa kikosi cha Simba Sports Mohamed Shabalala Zimbo Junior. Ndio baada ya mchezo aliulizwa akasema wakati mchezo wa kwanza umemalizika kule Misri, wachezaji wa Al Masry tuambie bwana, hii timu ni material ya kucheza klabu bingwa barani Afrika. Watu tukazani bwana Mohamed Hussein ameongea kwa sababu Simba imepita imefanya vizuri na siasa zetu za kimpira mpetu tunaujua huo. Lakini mpaka Mwanaspoti wanaandika kocha kuzungumza kwa nafasi ya ubingwa Simba, ni kweli? Ipo yani inaonekana hiyo. Huwezi kuondoa Simba kwenye ubingwa kama wako kwenye mbio za kwenda kwenye ubingwa kwa sababu watu wako nusu finali. Unawahofia vipi kufika finali? Ni paka pale watakaposhindwa. Lakini kipi ambacho kinatupa kitufananishe Simba kwenda finali? Uwezo wanaonyesha Simba, hakuna mtu mwenye hofu kufika finali. Na hata kuchukua kombe. Kwa sababu wamepita kwenye michakato migumu na waendelea kupita kwenye michakato migumu. Kwa namna ipi? Tunaona kwa sababu hata hapa walipofika ni moja sehemu ambayo watu walikuwa nakizana fikra. Hawafiki, wanafika. Lakini wanapokuwa wanazidi kumove on ndio unajua ubora ambao umeongezeka kwenye kikosi chao. Ndio tunaona uwezo ambao tunaona kwenye kikosi chao. Sasa huwezi kusema hii timu unaikatia tamaa wakati inafanya vitu ambavyo vinaleta matumaini. Kwa nini wanaleta matumaini? Namna wanavyocheza. Namna wanavyoonyesha uwezo wao kama timu. Kiwango chao cha sasa. Unapata wapi shaka dhidi ya ubora wa hii timu? Kwa hivyo namna Simba wanavyocheza, namna wanavyoonyesha ndio inatufanya tuamini hiki tunachokisikia. Na ukitazama ratiba yenyewe ya nusu finali, yupo RS Berkane ambaye anacheza dhidi ya CS Constantine. Huyu alishika nafasi ya pili akiwa katika sambamba ama kundi moja na Simba Sports. Kwa kundi la Simba limetoa timu mbili. Tafsiri yake walipita kundi gumu. Hapo nusu hapa bwana. CS Constantine wamesogea, Simba wao pia wamesogea. Tafsiri yao wametoka kwenye kundi gumu sana. Wametoka kwenye kundi gumu sana. Kwa nini unatazama kwamba hatua waliofika ni hatua ngumu. Wamebakisha timu 4. Kutoka timu 8. Unadhani chochote kiwezi kutokea? Bado mimi shilingi yangu naiweka kwa Simba Sports Club. Kuondoka na ndoo hii. Kuondoka na ndoo kwenda finali, kwenda finali. Na hakika watafanya kikubwa zaidi. Na hakika. Na tunaombea kama taifa iwe hivyo kwa sababu iwe hivyo. Isiwe fuku. Unajua Yanga walipofika finali tukasema itachukua muda mrefu timu zetu za Tanzania. Lakini sisi tumebakisha mwaka mmoja tumerudi tena. Kwa tunasubiri tuone tunaendaje. Na hii ni yote ni kwa sababu ya muendelezo wa ufanisi kwenye timu zetu ambao huwa hatukaukiwi mafanikio kwa sababu yapo katika mtiririko mzuri. Ni kwa shirikisho, vilabu, mipango ya management ya vilabu ndio hii inaleta matokeo kwa pamoja. Unajua mara baada ya mchezo wa Al Masry kumalizika, Simba kuingia kwenye hatua ya nusu finali, mimi niona kuna baadhi ya watu mahasimu wakubwa wa Simba kwa maana Yanga, baadhi ya watu wamekubali, wanasema bwana hongereni bwana mmetinga nusu finali. Kwa lugha rahisi waliona kwa kazi imefanyika. Mtu wa mpira Idi anayefuatilia football kitu kikubali huwa akatai. Hii bwana anayeheshimu mpira wa miguu matokeo hayadharau. Anayeheshimu mpira wa miguu ukosoaji haupuuzi. Ila tu anaangalia unatolewa katika mazingira ambayo yana usahihi. Anayeheshimu mpira wa miguu ushabiki pia haudharau. Kwa sababu zipo hoja za kishabiki, zipo hoja za football zenye facts zake. Lakini tunasema sisi miongoni mwa vitu ambavyo mimi nilikuwa nasema juzi, nilikuwa nazungumzia mapungufu ya Simba ambao nimeona wameyarekebisha. Tafsiri yake ni kwamba ni timu ambayo ina improve kila leo. Na wameyarekebisha sio kwamba wameyarekebisha kwa kutafuta matokeo. Sasa unaweza ukawa wewe ni nani, unaona ubora wa timu alafu unaupuuza. Lazima urudi kuangalia ubora wao. Lakini nini ambacho kinaendelea kutoka kwao? Ni ufanisi ambao unaonekana. Sawa. Nyingine ambayo imeandikwa kwenye gazeti la Mwanaspoti ni Yanga yaiweka rehani Azam FC. Rehani gani? Ni nafasi za michuano ya Afrika kwa ngazi ya vilabu kwa maana ya kombe la shirikisho, lakini pia klabu bingwa barani Afrika. Unajua tuna timu 4. 2 zinaenda klabu bingwa, 2 zinapambania kuingia shirikisho. Sasa kupoteza kwenye mchezo wao dhidi ya Yanga Afrika kama wanatoka kwenye reli. Bila shaka. Azam wameingiza panya kwenye store ya mikate jana kwa yale matokeo yao kwa Yanga. Mikate yote. Wameingiza panya kwenye store ya mikate. Paka anagaragara. Anagaragara kwa sababu anapiga simu ndio jamani. Kwa sababu hali waliokuwa nayo nyuma ya Singida Black Stars
na matokeo wanayoyapata na hiki ambacho tunakitazamia uwepo wapo ushiriki michuano ya kimataifa, na vile tulikuwa nadhani kwamba pengine bado wako kwenye mbio za namba 2 bora kama si 3, inaleta mashaka kiasi, kwa sababu kiuhalisia matokeo ya jana yamewaumiza pia wao zaidi kuliko ambavyo tulikuwa tunajaribu kuangalia Yanga tu ambaye tunamwona kama title contender. Sasa matokeo waliyovuna Azam na yenyewe yanawapa hatari kubwa ya tusiweze kuona pengine hata kwenye top 4 kama muendelezo utakuwa huu. Na kwa tukisema mara nyingi hili Azam wana wachezaji wazuri, bado hawajapata timu nzuri. Na hiki ndio kitu ambacho timu ndio wachezaji wazuri. Sasa wachezaji wajengwe kama timu. Wachezaji wakibaki kila mtu na habari yake, maana yake unazungumzia kusaidiana Zuberi. Yaani kujengwa kama timu kujengwaje? Kwani unafikiri kuwa na wachezaji wazuri ni timu nzuri? Sio timu hiyo. Hapana. Unaweza kuwa na wachezaji wazuri lakini ukakosa timu nzuri. Faisal pale una kina Sadun. Wote majina profile za wachezaji wa Azam wakitajwa, kila mmoja tunaona ni profile za wachezaji wazuri, hawana shida, lakini bado wameshindwa kutuonyesha timu nzuri ya Azam. Kwa nini? Ndio unaangalia kwenye matokeo ambayo wanapata Azam. Wana wachezaji wazuri lakini Azam wameshindwa kutupa timu nzuri. Kwa namna ipi? Tunajiuliza ni makocha au nini, lakini unarudi ndani kwamba Azam ni kama timu ya kutafuta riziki. Sio watu wanajitoa kushindana na kushinda. Azam ni sehemu ya kutafuta riziki tu kwa wachezaji. Pale usipate matokeo, upate matokeo, hakuna pressure hiyo. Lakini hakuna pressure pia kupata timu nzuri, kwa sababu aina ya wachezaji waliopo na kinachoonekana, ingekuwa wana hiyo pressure ya kujenga timu kama walivyokusanya wachezaji, tungeona namna gani ambavyo wanasimamiana. Ndio nikasema Azam wana wachezaji wazuri lakini bado wameshindwa kutupa timu nzuri, kwa sababu matokeo wanayopata Azam dhahiri unaona kabisa hii timu haiwezi kufikia hayo malengo ambayo kila Mtanzania anatamani kuona Azam wanapewa ukubwa ambao tunaona wamejiandaa nao. Kwa bahati ni kwamba vile ambavyo timu yao ina display, lakini haitokei kwa ubaya. Hebu tuende kwenye reality. Angalia form za wachezaji wa Azam. Namna wanavyocheza, namna wanavyoonekana. Nilikuwa naongea na Wilson, alikuwa anasema Mahara, anasema wachezaji wanacheza kama vile wanadai mshahara ama wanataka kocha aondoke. Kwa nini? Namna ambavyo huoni ile hali ya kujituma. Huoni ile hali ya kujitoa. Kama ni wachezaji ambao wana kiu ya mafanikio na timu. Ukirudi ni wachezaji wazuri ambao wamekosa timu nzuri. Faisal unamfahamu ubora wake, mchezaji mzuri anajipambanua, lakini kwa uchezaji wake ule Azam ataendelea kuwa Faisal tunayemjua Faisal tu, lakini uone faida ya Faisal kwa Azam yenyewe. Lakini msimu wake wa kwanza alifanya vizuri na nini alifanya vizuri Faisal. Alifanya vizuri Faisal. Hata msimu huu kafanya vizuri Faisal. Lakini yale anayofanya Faisal, kungekuwa kuna timu kwa ubora. Hawa timu ilikuwa tunazungumza hapa wanashindana kwa ubingwa. Mchezaji mzuri anabaki na uzuri wake, lakini uzuri ule hauna faida kwa timu, kwa sababu timu yenyewe haikupi mzani unaokuja. Yaani wachezaji wa Azam kama wanategeana, ndio kinachoonekana. Na hii inawezekana ikapelekea nyota kadhaa wa Azam ambao wanahusishwa kujiunga na vilabu mbalimbali kawa rahisi kuondoka, kwa sababu kama Yanga anamtaka mchezaji wako, unacheza naye vis-a-vis yeye, anakudominate na kupata matokeo ya aina ile, si unavutia watu waondoke. Na kinachoondoa wachezaji Azam ni mafanikio na malengo ya vikombe, kwa sababu Azam nimesema ni timu ya kutafuta riziki, sio timu ya vikombe. Kwa ilipofikia ni timu ya kutafuta riziki. Yaani watu wanakutana kutafuta riziki Azam. Kwa namna timu yao ilivyo na tunavyoona wanakuwa unashangaa. Timu ina kila kitu. Basi imekuwa ni kama timu ya watu kusaka riziki. Sehemu ambayo watu wanakutana kutafuta riziki. Bwana, nyingine ambayo imeandikwa kwenye gazeti la Mwanasport ni Ken Gold, hiyo championship. Bwana, championship inaongea, inawaita Ken Gold, jamani join huku, tumewakumbuka, tumewamisi, wewe si mkoko na enzio, joini. Wanaondoka. Nilisema Ken Gold sana mtu anayenyongo, hata akilia maumivu yapungui, kufa kupo pale pale. Kufa kupo pale pale, kwa sababu matokeo yote ya Ken Gold hayawasaidii. Walishaharibu mapema kitu ambacho kurudi walipokuwepo itakuwa ni calculator ifanye kazi. Lakini Ken Gold ni mtu anayenyongo, hata ulie vipi kitanzi kiko pale pale, kimekaa pale. Na wengi tulizungumzia wakati ligi ilisimama kidogo, tulisema hii itakuwa ni hasara kwa timu kama Ken Gold, na kweli na juzi wamesajili, lakini wanasajili mchezaji ambaye anatoka kwenye majeraha, Bernard Monson, anakuja kwenye timu ana hakika ya kucheza. Tafsiri yake ni kwamba ni timu ambayo haina malengo Ken Gold. Lakini tusiwakatie tamaa. Tunakatia tamaa kwa sababu watu waone mtu. Unajua mambo bwana, unaweza ukashuka, ukataka ushuke na mtu. Wewe uondoke naye. Inategemea kwa sababu hapo wapambana cheze playoff labda. Sasa playoff kwa matokeo yapi? Kuna mtu ashaka vitu vyenu wasemaje sasa, sikiliza. Mimi nashuka na Prison, mimi naondoka naye huyo. Prison anapata matokeo sasa hivi. Pata sana matokeo.
Wao wenyewe ndio washajiingiza wachimba kisima wao. Sharizi waingie wenyewe. Wamechimba kisima kaingia mwenyewe. Anasema kama mchimba kisima umeingia mwenyewe si una kisima unakijua, unaweza ukatoka. Unaweza kaingia mwenyewe na usitoke. Hana wanachimba kisima kinajifukia. Hiyo kweli inakuaje? Hiyo utoke. Kwa Ken Gold bana wamezinduka wakati mgumu sana Ken Gold. Kumeshakucha ndo wanajipa hiyo kwa sababu ukiangalia kwa msimu Morrison huyu hapo umeona. Morrison mchezaji ambaye kasajiliwa dirisha dogo alafu acheze kwenye timu. Tafsiri yake si kama timu haina malengo. Obre Chirwa Chola. Yaani unamleta mtu mbadala alafu hawi mbadala. Tafsiri yake timu inapata nini? Lakini haina usajili tulisema. Unachagua wachezaji hapa wamechukua experience sio performance. Sababu Ken Gold alikuwa anataka performance sio experience. Ndio hiyo ambacho nimekiona kutoka kwa. Inabidi mix, yani wa mix iwe. Kote. Wakati mgumu sana. Na performance. Na performance. Sasa wanachukua experience bila performance ndio hicho wanachokiona. Sawa bwana. Na kidogo tumgusie Prince Dube, namuona hapa akiwa kwenye kilele cha furaha. Unajua mtu kutoka kwenye timu hapo ukaifunga Dube anaendeleza moto wake. Goli 20 sasa na Oscar nazo. Assist 8, goli 12. Watu walimkatia tamaa. Mapema. Unajua wakati mwingine sio watu walimkatia tamaa. Yanga imekula sana. Dube sio watu walimkatia tamaa, aliwahuzunisha. Alianza kwa kuwahuzunisha watu kwa sababu wameakanyaga. Dube alianza kwa kuhuzunisha watu. Wala sio kumkatia tamaa. Kwa sababu matarajio kwa timu kama Young Africans sio ije na mchezaji ambaye anataka kupewa muda kwenye dirisha kubwa. Dube hakuanza vizuri sana ufungaji kwenye mechi kadhaa za mwanzo. Na bahati mbaya kwenye pre-season zile mechi kama ilionekana ni mbadala sana. Lakini ligi ilivyoanza kuadapt sana ilichelewa. Na kujua kwamba ni mshambuliaji mzuri anaweza kufunga lakini sio kiwango cha daraja hilo cha ufungaji. Kwa hivyo ni mshambuliaji ambaye atakuwa nafasi nyingi afunge magoli yanayotakiwa. Hilo ndio lilikuwa linafanya Young Africans walaumu. Sasa timu kama Young Africans ni rahisi kumsababishia mshambuliaji kulaumiwa hili kwa sababu moja, timu ambayo inatengeneza nafasi nyingi sana. Sasa kama mshambuliaji hana uzoefu ama sio mzuri wa kutumia nafasi zinazotengenezwa, lazima ataonekana mapungufu yake mengi. Sababu ataonekana kwenye matukio mengi ya kukosa mabao. Ndio kitu ambacho kiliweza kumkanga Dube akiwa Young Africans. Lakini baadaye ambapo aliendelea kupata utulivu na kufunga, ndio angalau matumaini yakarudi. Lakini hata hivyo bado kwa timu ambayo inatengeneza nafasi nyingi kama Young Africans, kwa mtu kama Dube sasa hivi tunazungumzia mtu ambaye ana goli 17, 20 kwa maana ya msimu namna ambavyo Yanga ilikuwa inatengeneza nafasi. Sawa, tumetazama taarifa kubwa ambazo zimeandikwa kwenye gazeti la Mwana Sport katika upande wa mbele huo hapa ambao unautazama, lakini pia katika upande wa nyuma ambao pia umepambwa na rangi mbalimbali, zile rangi mama ambazo mara zote tumekuwa tumezizoea kuziona, rangi nyeupe, nyekundu, za kijani pamoja na rangi za njano za Simba na Yanga pamoja na rangi nyeupe ambayo huenda inaingia kwenye vilabu vingi ama vilabu mbalimbali ambavyo vinajihusisha na ligi mbalimbali. Zuberi Mkalaboko kimfuata hivyo kule Instagram, sambamba na mitandao mbalimbali ya kijamii mingine tofauti na mtandao huo utampata kwa jina hilo hilo. Mimi ni Idi Nonga, ukiniandikia kwa jina hilo pia unanipata. Review ndio mahala pake ama kituo kinachofuata.